Taarifa ya dharura kutoka kwa JWTZ imezua taharuki nchini Tanzania. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe. Kauli inayodai kuwa jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania ni miongoni mwa majeshi bora zaidi duniani imeibua mjadala mpana katika mitandao ya kijamii na katika majukwaa ya kisiasa nchini. Mjadala huu ulianza baada ya chapisho la mtandaoni kudai kuwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania linashika nafasi ya 6 duniani kwa ubora wa kijeshi, madai yaliyoelezwa kuwa yanatokana na tathmini zinazozingatia nidhamu, mafunzo na mikakati ya ulinzi wa taifa. Ingawa madai hayo yamepokelewa kwa hisia tofauti, mjadala wake umefungua dirisha pana la kuangalia nafasi ya jeshi hilo katika historia ya Tanzania, nafasi yake katika siasa za kitaifa na mchango wake katika kulinda amani ndani na nje ya mipaka ya nchi. Na katika taifa ambalo kwa muda mrefu limejijengea sifa ya kuwa na jeshi lenye nidhamu na kuepuka siasa za mapinduzi ya kijeshi kama zilivyoshuhudiwa katika nchi kadhaa barani Afrika. Kauli hiyo ina uzito mkubwa katika kujenga taswira ya kitaifa na hata kuathiri mjadala wa kisiasa kuhusu ulinzi na usalama. Kwa mujibu wa maelezo yaliyoibuka katika chapisho hilo, ubora wa jeshi hilo unatajwa kutegemea zaidi misingi ya nidhamu, maadili ya kijeshi na uwezo wa kulinda taifa bila kujiingiza katika migogoro isiyo ya lazima. Hii ni hoja ambayo imekuwa ikirudiwa mara kwa mara katika historia ya Tanzania, hasa tangu kuanzishwa kwa jeshi hilo baada ya uhuru. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania lilianzishwa rasmi mwaka 1964 kufuatia mabadiliko makubwa ya kisiasa yaliyotokea baada ya Tanganyika kupata uhuru wa mwaka 1961 na baadaye kuungana na Zanzibar mwaka 1964. Wakati huo uongozi wa taifa chini ya Julius Nyerere uliona umuhimu wa kuwa na jeshi la kitaifa lililojengwa juu ya misingi ya uzalendo badala ya urithi wa kijeshi wa kikoloni. Kuanzishwa kwa jeshi hilo kulifuatia pia migogoro ya majeshi uliotokea mwaka 1964 ambapo baadhi ya askari wa kikoloni waliasi katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Tukio hilo lilifanya serikali ya Tanzania kuchukua hatua ya kuunda jeshi jipya lililotokea ama lilokuwa na msingi wa kisiasa kulinda taifa na si kuingilia siasa za ndani. Kwa miaka mingi tangu wakati huo, JWTZ imejenga taswira ya kuwa jeshi lenye nidhamu na lenye kujitenga na siasa za moja kwa moja katika bara la Afrika, ambako mapinduzi ya kijeshi yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika nchi kadhaa. Tanzania imeendelea kujitofautisha kwa kuwa na utamaduni wa kijeshi unaotii mamlaka ya kiraia. Moja ya matukio muhimu yaliyoiweka JWTZ katika historia ya kijeshi barani Afrika ni ushiriki wake katika vita ya Kagera kati ya mwaka 1978 na mwaka 1979. Vita hiyo ilitokea baada ya majeshi ya Uganda chini ya Idi Amin Dada kuvamia sehemu ya eneo la Kagera nchini Tanzania. Na katika operesheni hiyo JWTZ ilifanikiwa kulinda mipaka ya Tanzania na baadaye kuingia Uganda, ambapo ilishirikiana na makundi ya waasi kupindua utawala wa Idi Amin. Ushindi huo ulifanya Tanzania kuwa moja ya nchi chache barani Afrika ambazo zimewahi kushiriki katika vita vya kimataifa kwa lengo la kujilinda na kurejesha amani katika eneo hilo. Tukio hilo limeendelea kutajwa mara kwa mara kama moja ya mafanikio makubwa ya kijeshi katika historia ya Tanzania, na kwa wachambuzi wa siasa za ulinzi, vita ya Kagera imekuwa sehemu ya ulinzi na sehemu ya simulizi inayotumiwa kuelezea uwezo wa JWTZ na misingi yake ya kulinda taifa bila kuwa jeshi la uchokozi. Na katika miaka hivi karibuni JWTZ pia imekuwa ikishiriki katika operesheni mbalimbali za kulinda amani chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa.
Wanajeshi wa Tanzania wamepelekwa katika maeneo yenye migogoro kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lebanon na Sudan Kusini ili kushiriki katika juhudi za kimataifa za kurejesha amani. Ushiriki huu umeongeza hadhi ya Tanzania katika diplomasia ya kimataifa, hasa katika maeneo yanayohusu usalama wa kikanda, na serikali za nchi mbalimbali na mashirika ya kimataifa zimekuwa zikisifu nidhamu ya wanajeshi wa Tanzania katika misheni zao, jambo ambalo limechangia kujenga taswira chanya ya jeshi hilo. Hata hivyo, madai ya kuwa jeshi la 6 bora duniani yameibua pia mijadala kuhusu vigezo vinavyotumiwa kupima nguvu za kijeshi. Kwa mujibu wa takwimu za taasisi mbalimbali za kimataifa kama vile Global Firepower, Tanzania mara nyingi imekuwa ikipangwa katika nafasi ya kati duniani katika suala la nguvu za kijeshi. Na katika baadhi ya tathmini hizo, Tanzania imekuwa ikishika nafasi kati ya 89 na 94 duniani, huku barani Afrika ikishika nafasi za katikati. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya ulinzi wanasema kuwa nguvu ya kijeshi haiwezi kupimwa kwa silaha pekee, bali pia kwa nidhamu ya askari, uwezo wa kupanga mikakati na ushirikiano na jamii. Na katika muktadha huo, baadhi ya wachambuzi wanaeleza kwamba madai ya ubora wa JWTZ yanaweza kuwa yakitokana zaidi na taswira ya jeshi hilo kama taasisi yenye nidhamu kuliko nguvu ya kijeshi kwa maana ya silaha na teknolojia. Na katika siasa za Tanzania, jeshi limekuwa likichukuliwa kama moja ya taasisi muhimu katika kulinda utulivu wa taifa. Serikali zinazoongozwa na Chama cha Mapinduzi zimekuwa zikisisitiza umuhimu wa jeshi katika kulinda amani na mshikamano wa kitaifa. Kwa upande mwingine, vyama vya ulinzi pia vimekuwa vikisisitiza kwamba jeshi linapaswa kubaki kuwa taasisi ya kitaifa isiyopaswa kuhusishwa na silaha za vyama. Mjadala huu umekuwa ukijitokeza mara kwa mara, hasa wakati wa uchaguzi au katika mijadala inayohusu usalama wa taifa. Na katika historia ya Tanzania, tofauti na nchi nyingi za bara Afrika, jeshi halijawahi kuhusishwa na mapinduzi ya kijeshi au kujaribu kuangusha serikali ambayo ipo madarakani. Hali hiyo imekuwa ikitajwa mara nyingi kama ushahidi wa uimara wa taasisi za kiraia na utamaduni wa kisiasa nchini. Pamoja na hilo, JWTZ imekuwa na jukumu lingine muhimu kupitia Jeshi la Kujenga Taifa, taasisi ambayo imekuwa ikihusisha vijana katika mafunzo ya kijeshi pamoja na shughuli za uzalishaji na maendeleo ya taifa. Na kupitia JKWTZ, maelfu ya vijana wa Tanzania wamepata mafunzo ya uzalendo, nidhamu na kujitegemea, na ni jambo ambalo limechangia kuimarisha uhusiano kati ya jeshi na jamii. Na katika miaka hivi karibuni, maonyesho ya kijeshi na gwaride za kitaifa zimekuwa sehemu ya juhudi za serikali kuonyesha uwezo wa nidhamu ya jeshi kwa wananchi. Maonyesho hayo mara nyingi hufanyika katika viwanja vikubwa vya kitaifa, ambapo wanajeshi wanaonyesha mazoezi ya kijeshi, mbinu za ulinzi na muziki wa kijeshi unaoashiria utayari wa kulinda taifa. Kwa wananchi wengi, matukio hayo huamsha hisia za uzalendo na kuimarisha imani katika taasisi za ulinzi wa taifa. Lakini kwa wachambuzi wa siasa, pia huwa ni sehemu ya simulizi za kitaifa inayojenga taswira ya Tanzania kama taifa lenye utulivu na taasisi imara. Kwa hiyo, mjadala uliotokana na madai ya kuwa JWTZ ni jeshi la 6 bora duniani unaweza kuonekana kama zaidi ya mjadala wa kijeshi pekee. Ni mjadala unaogusa pia siasa za kitaifa, taswira ya nchi kimataifa na vile namna serikali inavyojenga simulizi kuhusu usalama wa taifa. Ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi moja kwa moja. Zidi kuwa nasi, kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.